Mungu aliipa Israeli uwezo mkubwa sana, na kwa sababu anasema ni taifa lake. Sasa kama ni taifa lake, maana yake kuna chemchemu ya uwezo mkubwa wa kufikiri, uwezo mkubwa wa kiakili, uwezo mkubwa wa kivita. Sawa? Ndio maana Israeli ni kataifa kadogo, lakini unaona kanakabili mataifa mengi kwa sababu kuna kaasiri ka Mungu. Na Mungu akiondolea Israeli mkono wake, siku zote Israeli inapigwa. Lakini Mungu kwa sababu anawakumbuka, kwa sababu ni taifa lake teule, Mungu huwa anawakumbuka, hajawahi kuwatupa milele na hata watupa milele. Inapata nguvu ni kwa sababu gani? Kuna neema ya Mungu inasimama ndani ya Israeli. Haya mataifa mengine si kwamba si mataifa ya Mungu, ni mataifa ya Mungu na ni watu wa Mungu kabisa, lakini Israeli ina upendeleo wake. Lakini ndani ya Israeli kuna Wakristo ambao wale Wakristo hawaungani na yale matendo yao mema. Sasa hao walinzi wa kiroho na wa kimwili wanairinda Israeli usiku, asubuhi, mchana, jioni na usiku. Wanairinda masaa yote hizo. Mtazamaji wa channel yetu, tunakapa na mwinjilisti Jeremiah kwa ajili ya kufanya kipindi kingine. Na kipindi cha leo tunachofanya ni juu ya Israeli. Mimi natamani tuanze kwa kusoma kwanza maandiko ya kutoka kwenye Mathayo 21 mstari wa 42 na 43. Anasema, Yesu akawaambia, hamkupata kusoma katika maandiko, jiwe walilolikataa waashi, hilo limekuwa jiwe kuu la pembeni. Neno hili limetoka kwa Bwana, nalo ni la ajabu machoni petu. Kwa sababu hiyo nawaambia, ufalme wa Mungu utaondolewa kwenu, nao watapewa taifa lingine lenye kuzaa matunda yake. Nataka nijumlishe na kutoka Luka, kitabu cha Luka sura ya 13 mstari wa 34. Anasema, Yerusalemu, Yerusalemu, uwauaye manabii na kuwapiga kwa mawe waliotumwa kwako. Mara ngapi nimetaka kuwakusanya watoto wako kama vile kuku akusanyavyo vifaranga wake chini ya mbawa zake, wala hamkutaka. Angalieni, mmeachiwa nyumba yenu. Nami nawaambia, hamtaniona tena kamwe, hadi mtakaposema, amebarikiwa ajaye kwa jina la Bwana. Nitaka tuanzie hapo ili tuiazie hii Israeli ambayo tunasema taifa teule. Mwalimu, tuiongelee kidogo kwa sababu tumekuwa tunapata wasiwasi. Hii Israeli iliyoandikwa ni kwamba baada ya kweli hivi ndo waliachwa kweli wakapata hiyo laana au vipi? Kwa sababu tukiangalia kwa taarifa zinatoka leo au kesho au jana, hizi za kawaida za siasa, inaonekana ni taifa ambalo limekuwa korofi. Mataifa ya Ulaya ni kama wanalitumia wao, Waarabu wananyanyaswa kupitia wao. Hata vita ambayo inaendelea Israeli, zile fujo, wanasema Israeli ambayo inaelekea Irani, ambayo inaendelea Irani, wanasema Israeli ana mkono wake mle ndani. Kwa hiyo nikasema tuiongelee kidogo hapo. Karibu mwalimu, karibu kwa kipindi. Asante sana. Naitwa mwinjilisti Jeremiah. Napenda kusema kitu kimoja juu ya taifa la Israeli. Cha kwanza, hujakosea, ni taifa teule kibibilia. Israeli ni taifa teule, ni taifa ambalo Mungu alipenda akaweka makao yake mahali pale. Na ni taifa ambalo Mungu amelipa neema kubwa sana. Taifa la Israeli au Wayahudi au Waisraeli wamepewa neema kubwa sana kwa sababu uzao wa Mungu wa kwanza umeanzia pale. Sawa? Kuanzia Ibrahim, Isaka, Yakobo. Huo ni uzao wa Mungu ambao ndio uzao uliolitambulisha sana taifa la Israeli. Sasa kwa nini Israeli anaitwa ni mkorofi? Au kwa nini Israeli unasema wamelikataa jiwe ambalo walistahili wao wawe nalo? Ni kwamba ndani ya Israeli kuna Wakristo na ndani ya Israeli kuna watu sio Wakristo na hawautambui Ukristo. Ndani ya Israeli kuna watu wana imani zao tofauti kabisa, ambazo ziko nje na Yesu Kristo. Kuna watu ndani ya Israeli mpaka leo wanaamini katika Ibrahim na wanatembea kwenye misingi ya Ibrahim, hawajatoka kwenye misingi ya Ibrahim. Hata huyo Yesu mwenye aliyekuja kwao walimkataa. Waisraeli walimkataa. Ni wachache waliompokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wao, lakini wengi walimkataa. Sasa kawaida ya Mungu akiweka sehemu makao yake mahali pale, Mungu hawezi kupaacha kwa sababu ya agano lake. Ndio maana unaona leo Israeli wanasema ni taifa korofi, ni taifa ambalo alifuati misingi ya haki. Sasa iko namna hii. Wale watu, cha kwanza tutambue kwamba ni ndugu kati ya Waisraeli na Wapalestina. Wale watu ni ndugu, wale wote ni uzao wa baba mmoja, wale wote ni uzao wa Ibrahim. Sasa hapa tofauti zetu zimekuja wapi? Ni kwenye imani. Nadhani kikubwa tu ni mambo ya imani. Kutupitia imani, unajua imani ni kitu kimoja cha ajabu sana. Yaani mambo ya imani
haitokuwa vizuri, hamwezi kaa sawa. Sasa kwa sababu kila mtu ana imani yake pale na kila mtu anaamini jinsi anavyoamini yeye, siku zote hamwezi kuwa salama. Sasa Israeli, kwa sababu Mungu aliipa Israeli uwezo mkubwa sana, na kwa sababu anasema ni taifa lake. Sasa kama ni taifa lake, maana yake kuna chemchemu ya uwezo mkubwa wa kufikiri, uwezo mkubwa wa kiakili, uwezo mkubwa wa kivita. Sawa? Ndio maana Israeli ni kataifa kadogo, lakini unaona kanakabili mataifa mengi kwa sababu kuna kaasiri ka Mungu. Sasa kwenye Biblia naweza nikasoma kitabu cha Isaya sura ya 60 mstari wa 6 hadi 7, anasema nimeweka walinzi juu ya kuta zako, Yerusalemu, hawatanyamaza mchana wala usiku. Ninyi wenye kumkumbusha Bwana, msiwe na kimya. Anasema ameweka walinzi juu ya Yerusalemu, walinzi wa kiroho, walinzi wa kimwili, wanailinda Israeli. Si kwamba Israeli haipigwi, inapigwa. Kwa sababu hata tangu mwanzo Israeli walikuwa wakimwacha Mungu wanapigwa, na Mungu akiondolea Israeli mkono wake, siku zote Israeli inapigwa. Lakini Mungu kwa sababu anawakumbuka, kwa sababu ni taifa lake teule, Mungu huwa anawakumbuka pale watakaporudi kwenye rehema, wakikumbuka makosa yao, wakikumbuka wamemwacha Mungu, ndipo Mungu huwa anawarudia. Waisraeli hajawahi kuwatupa milele na hata watupa milele. Ndio maana ile nguvu, ukiona Mwisraeli kapata nguvu, maana yake kamkumbuka Mungu, amerudi kwenye rehema, amekumbuka makosa yake. Kuna wakati fulani wa Israeli waliwekwa mikononi mwa Midiani miaka 7, wakiteswa, wakionewa, wakiwa mateka, wakiwa watumwa miaka 7, lakini baadaye Mungu akamtoa mtu anaitwa Gideon, akaenda kuwapigania Waisraeli na akawakomboa Waisraeli. Kwa hiyo unakuta Israeli inapata nguvu ni kwa sababu gani? Kuna neema ya Mungu inasimama ndani ya Israeli. Haya mataifa mengine si kwamba si mataifa ya Mungu, ni mataifa ya Mungu na ni watu wa Mungu kabisa, lakini Israeli ina upendeleo wake. Pamoja na kwamba ina upendeleo, lakini Israeli, ndani ya Israeli kuna watu wengine sio wazuri, sio wema, lakini ndani ya Israeli kuna Wakristo ambao wale Wakristo hawaungani na yale matendo yao mema. Sasa kwa sababu ni taifa lile moja, wanasema samaki mmoja akioza ni wote. Sasa wanakusanywa wote, lakini ndani ya Israeli sio kwamba Waisraeli wote wanachukia hao wengine. Sawa? Kuna Waisraeli wanawaombea mema kabisa wa Palestina. Kuna Waisraeli wanatamani kabisa waishi na Wapalestina katika amani, katika upendo. Lakini sasa kwa sababu kuna wachache ambao hao wamemkataa Mungu, wachache hao wanafuata matokeo yao wenyewe, hawa wachache ndio wanasababisha Israeli ikapakwa matope. Lakini Israeli ni taifa ambalo Mungu ameweka makao yake, Mungu ameweka ahadi zake katika lile taifa. Naweza nikaiongelea hivyo Israeli. Anasema wala msimwache akae kimya mpaka atakapoifanya imara Yerusalemu na kuufanya kuwa sifa duniani. Umeona? Hawa walinzi wa kiroho na wa kimwili wanairinda Israeli usiku, asubuhi, mchana, jioni na usiku. Wanairinda masaa yote Israeli. Sasa anasema mpaka atakapoifanya imara Israeli au Yerusalemu. Sasa kuna watu wa kiroho wamesimama pale, na kuna watu wa kiroho wanaiombea Israeli. Pamoja na kwamba kuna watu wakorofi, kuna watu sio wazuri, kuna watu hawana ubinadamu, kuna watu wana matendo ya kikatili, lakini si wote wana matendo ya kikatili ndani ya Israeli. Kuna watu ndani ya Israeli ni wacha Mungu wa kweli. Kuna watu ambao wanatafuta haki kwa watu wote. Kuna watu wanataka amani. Yesu walimkataa hao Waisraeli, sawa, na ndio waliomuua hao Wayahudi, sawa. Sasa hivi vitu vilikuwepo, na ndio maana hii vita kati ya Israeli na Palestina hakuna mwanadamu atakayeweza kuimaliza. Hii vita itamalizika na yeye Kristo mwenyewe ndiye atakayeimaliza. Nadhani maandiko yameongea sana namna Yesu atakavyokuja na mambo yatakavyotokea baadaye. Nadhani cha kusema tu kwamba mimi cha kushauri kama mwinjilisti, ninashauri kwa sisi tulioipata hii neema, tuendelee kuiombea Israeli, tuendelee kuiombea Palestina, tuendelee kuomba amani iwepo, kwa sababu tukienda kwenye ubinadamu sisi wote ni ndugu. Tukienda kwenye ubinadamu wote, mimi huwa sibagui imani ya mtu, huwa siwezi kumpinga mtu kwa imani yake. Mimi naamini binadamu yeyote aliye chini ya jua ameumbwa na Mungu, na kila binadamu ana haki yake. Sasa Wapalestina wanapostahili haki yao, kama hamna shida, wapewe haki yao. Waisraeli wanapostahili haki yao, kama binadamu, wapewe haki yao. Mimi nadhani tutengeneze usawa ambao usawa utatufanya tuishi kwa imani. Sasa imani zetu tutabakia nazo,
Wewe unavyoamini amini mpaka siku Yesu anarudi, mimi ninavyoamini na mimi niamini mpaka siku Yesu anarudi. Kila mtu aamini kwa namna anavyoamini. Kuna mwingine aamini katika Yesu, anaamini katika Mungu, tunaye aamini vile anavyoamini. Nadhani cha msingi tuombeane amani. Dunia imekosa amani kwa sababu ya mifumo yetu ya imani, mifumo yetu ya kumwamini Mungu. Hii ndio imesababisha dunia ikakosa amani, tukawa ni watu wa kupigana. Mimi sifurahishwi na kuona Palestina watu wanauawa. Mimi naona Wapalestina wale ni binadamu, naona Palestina wale ni ndugu zangu, na waona Waisraeli ni ndugu zangu. Cha msingi tuwaombee Mungu, Mungu awape amani, Mungu awafanye kuwa patano. Sasa ni kama ni yameandikwa yatakuwa hivyo, sisi hatuna namna, hatuwezi kuyapinga. Lakini tukisema Israeli ni taifa korofi, Israeli tukaitupia tu lawama, tukashtumu sana Israeli haifai, pia tunafanya makosa, kwa sababu Israeli pia na yenyewe ikionewa pale. Sasa ni kama hata wewe ambaye ni Mpalestina au sini na nani utaona raha, utafurahi. Ni binadamu wenzio yule, ukimwona naye ananyemwa haki yake, apewi haki yake, hata wewe huwezi kuwa na amani. Nadhani amani ya kweli, tupendane. Mimi ninavyomwamini Mungu wangu, si ni mimi na Mungu wangu? Na kama naenda mbinguni, si ni mimi na Mungu wangu? Sasa kuna haja gani ni kudhuru wewe? Kuna haja gani ni kuchukie wewe? Sio ni sababu ya kuchukiana, sio ni sababu ya kuwekeana uadui kwa sababu ya imani. Wale wote ni watoto wa baba mmoja, ni imani tu zinawatofautisha. Lakini je, kwa sasa tunaweza tukasema lile taifa sasa limeachwa na Mungu? Israeli Mungu huwa aiachi, ila Israeli Mungu huwa anaachilia maadui waiadhibu ili wamkumbuke tena Mungu, wamrudie. Hiyo ni kibibilia. Huwa wakimwacha Mungu huwa wanapigwa sana, mwisho wa siku wanakumbukaga agano la Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Ndio maana hata baada ya kuwekwa utumwani Misri, walimkumbuka Mungu, wakalia kwa uchungu kupitia maumivu waliyopata Misri. Mungu anasema aliyasikia machozi yao, akashuka kwa kutumia Musa akawaponya. Sawa? Ndio. Kwa hiyo Israeli mpaka leo neema ya Mungu bado iko Israeli, haijaondoka. Lile ni taifa la Mungu na litaendelea kuwa taifa la Mungu. Hamna mtu atakayeweza kulipoteza. Hata kwenye ramani ya dunia watu wanapiga kelele, hii taifa litapotea. Haya ni maneno tu bwana. Ogopa sana taifa ambalo Mungu ameweka mkono wake. Okay. Sisi kama Wakristo huwa tunakuwa tunafurahia ushindi wa Israeli. Israeli akiwa anapigwa tunasikitika sana. Kwa nini huwa inakuwa hivi? Kwa kuwa lile taifa tayari tunaona kuna uovu wa kawaida upo, ukisema ulevi, tuseme madhambi yote ambayo unajua makubwa yapo ndani ya lile taifa. Lakini ikiwa linafanywa kibaya, Wakristo wao tunaona ni sisi tunafanywa mabaya. Ikiwa wao walimuua mpaka Kristo wetu, wao wanawatesa mpaka Wakristo wenzetu, kwa nini huwa inakuwa hivi? Mimi kwanza siungi mkono Israeli inapokosea, Israeli inapoonea mataifa mengine. Mimi siwezi kuunga mkono, kwa sababu yale mataifa mengine nimesema wale ni watu wa Mungu. Hakuna binadamu aliyejiumba, hakuna binadamu aliyejileta peke yake. Kila binadamu ana haki mbele za Mungu, na kila binadamu ana sifa mbele za Mungu, na kila binadamu anapendwa na Mungu. Sasa kusema Israeli ni taifa la Mungu haimaanishi Israeli iwe korofi, haimaanishi Israeli awe ndiye kiranja wa mataifa yote, haimaanishi Israeli ainukie mataifa mengine. Hapana. Israeli ni taifa la Mungu kama tunavyolisoma kwenye Biblia, lakini haimaanishi Israeli awapande mataifa wengine, haimaanishi Israeli awaonee mataifa mengine kwa sababu yeye kwa sababu yeye kama ni taifa la Mungu na ni mtu wa Mungu. Mungu ni unyenyekevu, Mungu ni upendo. Sawa. Sasa ninasema ndani ya lile taifa, unajua hata katika familia si watoto wote watakuwa wana neema ambayo wewe unaitaka wawe nayo. Kuna watoto wengine watakuwa ni wakorofi, watoto wengine watakuwa ni wenye haki, watenda haki, watoto wengine watakuwa tu ni wakorofi, ni wagomvi, ni wajeuri, wana kiburi. Hata wakati mwingine wanaweza wakakukaidi hata wewe baba yao, wanaweza wasikutii baba yao, wakafanya wanavyotaka wao. Sawa. Kwa hiyo lakini ile familia utaikataa, utasema hii familia sio ya kwangu, hao watoto mbona hawaeleweki, hao watoto saizi ni watoto wako, utawakumbatia tu, utaendelea kuwa nao. Ndivyo na Mungu na lile taifa yuko nalo, ni watoto wake wale. Si kwamba basi Mungu ataliacha lile taifa liangamie, hapana. Lakini cha msingi Mungu anaangalia wenye haki. Ibrahim aliojeana na Mungu juu ya kuhusu Sodoma na Gomora. Sawa, waliojeana. Ibrahim akamwambia Mungu, wakiwemo watu 50 utaangamiza? Mungu akasema hapana, wakiwemo wenye haki 50 sitaangamiza Sodoma na Gomora. Wakaenda wanaojeana. Ibrahim akazidi kumuuliza Mungu, wakaenda mpaka wakafika 10, watu wenye haki 10 hawakuwemo, ndio maana ile taifa likaangamizwa. Sawa. Sasa hata Israeli kuna watu wenye haki, si kwamba wenye haki wamo, ingawa hao majambazi wamo na wenyewe, hawa watu wabaya wamo, hawa uaji wamo humo, lakini haimaanishi Mungu lile taifa basi ameliacha sio taifa la Mungu. Litaendelea kuwa taifa la Mungu na Mungu ataendelea kuweka mkono katika taifa la Israeli.
Na hii ya kusema atakayelaani Israeli naye atalaaniwa, atakayeibariki Israeli atabarikiwa, ni Israeli hii ambayo tunaiona hii ambayo inatakiwa mtu uibariki ubarikiwe au uilani ile ulaaniwe. Sasa nikisema Israeli naweza nikatoka kidogo, sio Israeli hatumaanishi nchi. Israeli ni mtu anayemtumikia Mungu katika roho na kweli, ni mtu anayemtumikia Mungu katika neema ya Mungu, ni mtu anayemcha Mungu kiuaminifu, anageuka kuwa taifa la Israeli. Yeah. Kwa hiyo vile tunavyoambiwa sasa, tunaambiwa kwamba ukimpokea Yesu na wewe sasa unakuwa mzao wa Ibrahimu, ambao ulikuwa mzao kwanza, sasa unakuwa mzao wa Ibrahimu. Sasa zile lawama za Israeli huoni kama zinakuwa zinakudondokea na wewe? Hapana, mimi haziwezi kunidondokea. Ndio maana tukasema, Biblia inasema Wakorinto wa pili sura ya 5:17 inasema hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, yale ya kale mimi hayahusiki na mimi ni mpya katika Kristo. Na mienendo yetu katika Kristo, wale wa Israeli, labda tu nikwambie kitu kimoja. Wale watu Mungu amewapa neema ya uwezo mkubwa sana, kiakili, kiufahamu, hata vitu wanavyovifanya ulimwenguni hapa, nadhani unajua vizuri. Wanafanya mambo makubwa sana. Ile ni neema ya Mungu. Wale wanatembea kwenye baraka za Ibrahim, Isaka na Yakobo, wanatembea kwenye agano la Ibrahim, Isaka na Yakobo. Si kwamba wale watu hawako watu wabaya. Wako watu wabaya. Wako watu wasiompenda Mungu ndani ya Israeli. Si kwamba Waisraeli wote wanampenda Mungu. Kuna watu mle ni maadui na Mungu. Kuna watu mle hawamtaki Mungu. Kuna watu mle hawataki kumsikia Yesu Kristo. Lakini wako ndani ya lile taifa. Sawa. Samaki mmoja akioza, Waswahili wanasema ni wote, lakini sio kweli. Hii ni misemo tu ya Kiswahili. Lakini ndani ya Israeli kuna watu safi. Ndani ya Israeli kuna watu wapenda amani. Ndani ya Israeli kuna watu wanaitakia dunia amani. Ndani ya Israeli kuna watu wanawaona watu wote ni sawa. Hasa waliompokea Yesu Kristo, wakamwamini Yesu Kristo. Hawa hawana ubaguzi tena. Ingawa ndani ya Israeli kuna ubaguzi. Unaweza kuwa ni Mkristo ukatoka huko ukafika Israeli ukabaguliwa. Kabisa ukabaguliwa. Sasa hawa ni watu wamekaa mfumo wa namna hiyo kwa sababu na wao wamemkataa Mungu, lakini wako ndani ya ile taifa. Sasa wanatembea kwenye kale kaasiri kakufanya mambo makubwa, kaasiri ka ufahamu mkubwa, wanatembea katika hiyo njia. Sawa. Kuna jambo moja ambalo tunafanya kama tuseme walimwengu hasa wa Kristo, kwamba tunamwabudu Mungu wa Israeli. Hao wa Israeli manabii karibu wote waliotumwa na Mungu, ambao sisi wa Kristo tunaamini walitumwa na Mungu, wao ni kama waliwakataa, waliwaasi, wanawakataa. Labda wenzetu huo wanakuwa wanapicha, yani wanamjua Mungu vizuri kiasi kwamba inawezekana hao manabii wanaokujaga wanakuwa ni manabii wa uongo, ndio maana wao wanawakataa. Cha kwanza walimkataa Yesu mwenyewe. Sawa? Hao Wayahudi walimkataa Yesu mwenyewe. Na hao Wayahudi ndio waliomuua Yesu Kristo. Na Yesu alikuja kwao, wakamkataa. Hiyo neema Mungu akaiachilia kwa mataifa yote. Sawa, lakini wao walitakiwa ile neema ndio waipokee kwa nguvu sana. Lakini wao ndio walipingana na ile neema. Lakini kuna wachache ile neema waliipokea. Lakini hadi leo sisi ambao tuko nje ya lile taifa la Israeli tunahesabika kuwa uzao ule wa Ibrahim kwa sababu ya hiyo neema ya Kristo. Yesu Kristo ndiye katuunganisha sisi sote ulimwenguni. Ulimwengu wote umeunganishwa, wawe wa Arabu, wawe wa Hindi, wawe wa China, wawe wa Japani, wa Afrika, si watu wa namna gani, jamii zote za ulimwengu. Yesu amesema tutakusanywa wote, mataifa na kabila na lugha zetu zote. Sasa Yesu alichokifanya, ametuleta kuwa taifa moja. Sio tuna Israeli kama taifa, ametuleta katika Ukristo, ametuleta katika ahadi yake, sisi sote tukafanyika taifa moja. Awe Mpalestina akisimama na mimi tukimwamini Kristo ni taifa moja. Sawa, awe Mjapani akisimama na mimi tunamwamini Kristo ni taifa moja. Awe Mchina akisimama na mimi tukiamini katika Kristo ni taifa moja. Sawa. Kwa Yesu Kristo akuja kutugawa. Yesu Kristo akushuka kwa ajili ya Waisraeli peke yake, akushuka kwa ajili ya Wapalestina. Yesu Kristo alishuka kwa watu wote. Yesu Kristo ameshuka kwa Wayahudi, ameshuka kwa Wapalestina, ameshuka sio kwa Waafrika, ameshuka sio kwa wazungu. Yesu Kristo ameshuka kwa watu wote. Ingawa kuna watu wapotoshaji kwenye mitandao humu, watu wanaotafuta followers, wanaotafuta like, watu wanaotafuta fedha kwa njia ya mitandao, wanasema dini hizi zimeletwa na watu fulani kwa sababu ya maslahi fulani. Sasa huo ni ufahamu wa mtu. Biblia mimi iko sana. Unajua haya mambo usiadisiwe. Ingia. Ukiingia kwenye imani ndio utajua. Sawa. Ukimwona mtu anaanguka pepo hapo, wewe unaweza ukaona usijue kinachoendelea. Lakini ukiwa kwenye imani na lile jambo neema ya Mungu ikawa juu yako, utajua kwa nini huyu mtu anaanguka pepo.
utajua kwa nini huyu mtu kapona. Sasa kama hujaingia mle ndani huwezi kujua. Biblia inasema siri ya Bwana iko kwa wamchao, naye wajulisha agano lake. Sasa hawa wanaopiga kelele kwamba hizi imani zimekuja, kwa mfano sisi kama tunama mada, kuna kitu kimoja kinasema kwamba hii miungu imeletwa, sio miungu yetu sisi, hii ni miungu imetengenezwa, hiki ni kitabu kimetengenezwa kwa ajili ya watu kuja kupiga fedha. Sikiliza basi, kama sisi tuna miungu yetu, hiyo miungu yetu ilikuwa wapi wakati hii miungu ya kigeni inakuja mpaka ikatuondolea miungu yetu? Na hiyo miungu yetu mpaka leo imejificha wapi? Na hii miungu yetu kama haiwezi kutusaidia, hii miungu yetu maana yake ni fake. Hii miungu yetu ni kwamba haina nguvu, kwa sababu ukiniambia hiyo miungu tumeletewa, ilikuwa ni kwamba lazima Kristo aanzie mahali sehemu moja, asingetawanyika sehemu zote. Alikuwa anaanzia sehemu kama kituo, baada ya hapo sawa bwana, hata maji yanaanzia chemchem sehemu fulani, baadaye yanaanza kusambaa, si ndio? Baadaye yanagawa. Kwa hiyo ilikuwa hivyo. Okay. Sawa, tumalize juu ya hili hasa. Nilikuwa nataka kidogo tupate insights kidogo kwa ajili ya Israeli. Kwa hiyo nafikiri tumepata vizuri mwalimu, tunaweza tukamaliza kipindi chetu sasa. Mimi cha kumalizia, mimi huwa ninaamini sana kwenye upendo, ninaamini sana kwenye umoja. Dini zetu tunazipenda, lakini dini zisiwe zinafanyika kama sababu ya kutugawa. Dini zisifanyike sababu ya sisi kuchukiana. Mimi ninachowaasa tu Wakristo mahali popote walipo duniani, wasiwachukie Wapalestina, wawapende Wapalestina, wale ni ndugu zao. Na hata Wapalestina wasiwachukie Wakristo, wasiwachukie Waisraeli. Ndani ya Israeli kuna Wakristo, ndani ya Israeli kuna watu wanaomwamini Kristo, na Yesu Kristo akuleta udini, akuleta ukabila, akuleta ubaguzi wa rangi. Sisi wote ni sawa mbele ya Kristo. Kwa hiyo ninachokisema mimi, tuendelee kuombeana mema, tuendelee kuombeana amani ya Bwana itawale juu yetu. Sisi sote tunangoja hiyo siku, hakuna anayejua hiyo siku. Na sisi sote si kwamba tunaamini kwamba sisi ndio wakamilifu. Hapana, kila binadamu ana mapungufu yake, kila binadamu ana tabia zake. Yaani iko hivyo. Kuna tabia tu za watu ni wakorofi, kuna tabia tu za watu wanapenda tu shari. Sasa lakini wote tuko nao humu katika hii nyumba inayoitwa dunia, huwezi kuwakwepa. Kwa mimi nadhani ninachowashauri Wakristo wenzangu, tupende amani zaidi. Katika kitabu cha Waibrania sura ya 12 mstari wa 14, Biblia inasema tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu ambao hapana mtu atakayemuona Mungu asipokuwa nao. Sasa tusipotafuta amani kwa watu wote na huo utakatifu ambao utatuwezesha kuipenda hiyo amani, utatuwezesha kuishi maisha yaliyo sahihi, hatuwezi kumuona Mungu. Kwa hiyo kwa mimi maoni yangu, au kwa mimi ushauri wangu, Wakristo wote mahali popote walipo, tusitengeneze chuki kwa imani za watu wengine, tusitengeneze chuki kwa namna ya watu wanavyoamini. Hata mtu asipoamini katika Kristo, tusitengeneze chuki. Sisi hatuhukumu, sisi sio wahukumu, hataki kumhukumu mtu. Sawa, kama tumeacha letu kwa mara kwanza, tafadhali subscribe ili kwanza upata kila video tunakuwekea. Asante.